mechi 6 kati ya mechi 7 za mzunguko wa kwanza. Yes. Kwa hiyo tunaweza kusema mzunguko wa kwanza umekwenda kwa zaidi ya 95%. Yeah. Tumebakiza mchezo mmoja tu ambao utachezeka siku ya Ijumaa ya tarehe 7 nafikiri, kama sio tarehe 7 tutaenda huko. Yes. Tutakuwa tunakamilisha round ya kwanza. Then Jumamosi ya tarehe 9 tunaanza mzunguko wa pili sasa, ule wa kwa ili ya kuonana ya 70. Naweza kusema nimefanikiwa au jumuiya imefanikiwa kufikia malengo yake, kwa sababu malengo makubwa ni kutoa fursa kwa vijana mbalimbali kucheza na kuwaleta vijana wote karibu. Nafikiri kwa waliopata nafasi ya kushuhudia mashindano haya, sio vijana wa UVCCM peke yake wanaocheza. Yeah. Kama ambavyo mwenyekiti wetu wa vijana wa mkoa Comrade Faris Athmani Burwani alizungumza siku ya ufunguzi, kwamba tusiwabague watu. Na mimi nafikiri toka mwanzo nilikuwa nikieleza hili kwamba tunakwenda kwenye mashindano bila kubaguana kwa namna yoyote ile, either itikadi za kisiasa, itikadi za kidini, au kwa namna yoyote, yani fulani anapatikana huku asionekane huku na vitu kama hivyo. Tulijitahidi kuhakikisha tunalizingatia na nimefanikiwa kwa kiasi kikubwa. Lakini pia kupata nafasi ya kupeleka burudani kwenye makata. Tumepata nafasi ya kushuhudia mashindano haya kwenye kata zaidi ya 6. Mechi ya kwanza ilichezwa kwenye kiwanja cha Kaitaba, kwa maana ya Bilele alikuwa ni mwenyeji. Mechi ya pili imechezwa kiwanja cha Ibula Mari, Ijuganyondo alikuwa ni mwenyeji. Wananchi wa kata ya Ijuganyondo wamepata kushuhudia. Lakini ukipaangalia pale Ibula ni kati ya Ijuganyondo na Kibeta. Kwa wananchi pia wakati ya Kibeta wamepata nafasi ya kushuhudia. Lakini wengi na Kibeta ndio walikuwa wengi. Lakini pia hata watu wa vijijini kule wamepata nafasi ya kushuhudia, ambao watoki manispaa. Hiyo ni target kubwa ambayo sisi tunatamani kuwafikia vijana watu wengi zaidi, wapate kusikia kwamba kuna uongozi wa jumuiya wanaitwa UVCCM Bukoba. Na mechi iliyofuata imechezwa Kagondo, pale ni kata ya Kagondo, lakini wenyeji walikuwa ni Rwamishenye, kwa sababu Rwamishenye wanapenda sana kutumia uwanja wa Amani. Kwa wananchi wa kata ya Kagondo, wananchi wa kata ya Rwamishenye wamepata nafasi ya kushuhudia. Mechi ya 4 imechezwa katika uwanja wa primary ni shule ya primary ya Nyanga. Nyanga na Kagondo, wananchi wa Nyanga, wananchi wa Kagondo, wananchi wa Rwamishenye, wananchi wamepata nafasi ya kushuhudia mtanange mzuri sana ambao ulipata baraka ya kuhudhuriwa na viongozi wengi wa manispaa. Mheshimiwa mkuu wa wilaya alikuwepo, Mheshimiwa mstahiki meya, madiwani kata ya Nyanga, kata ya Kagondo, kata ya Miembeni, kata ya Mgembe, kata ya Buembe, wote walikuwepo pale. Na kwa kweli kati ya michezo yote ambayo tumepata kuishuhudia tangu michuano hii imeanza, inadiriki kusema kata ya Nyanga na Kagondo alitoa burudani ya kukata na show. Mkuu wa wilaya alipopata nafasi ya kuzungumza na waandishi wa habari waliohudhuria, alisema kuna namna waandaaji wametuhujumu, mechi hii ilitakiwa kuwa mechi ya ufunguzi, lakini hatukuzijua na hatukujua maandalizi ya timu. Kwa kweli na mimi nadiriki kusema tulipata kushuhudia mchezo mzuri wa kuvutia. Mchezo uliisha kwa goli 3-2. Lakini kwa kweli ilikuwa ni mshike. Na moja kati ya kitu ambacho unashuhudia mechi ya Nyanga mechi ya Buembe na Nshambia imechezwa uwanja wa Ihungo. Pale ni katikati ya Ihungo, yani ni mpaka kabisa wa Nshambia na Buembe. Na eneo lile lina kiutawala linahesabika liko Nshambia, lakini Buembe walisema ule ndio uwanja wao nyumbani, kwa sababu wanapatikana pale na wamekuwa wakitumia. Basi sisi tukubaliana nao kwa mchezo wa kwanza umechezwa pale Buembe akiwa nyumbani, na mchezo wa pili utarudi kuchezwa pale. Nshambia sasa atamkaribisha Buembe. Matokeo matare, na ndio mechi ya kwanza kutoka bila kufungana. Baada ya pale sasa tumeshuhudia mechi yetu ya 6 ambayo imechezeka katika uwanja wa Kaororo Sekondari. Kaororo akiwakaribisha Miembeni, na mechi imeisha tasa ya bila kufungana, sare ya 0-0, na tumefanikiwa kufika kwenye kata almost 6 za manispaa yetu ya Bukoba, na tumepeleka burudani kwenye maeneo yote haya, lakini tumesikia vijana wengi sana. Kwa kweli kwa kiasi kikubwa tunaweza kusema tumefanikiwa. Tunasubiri tu round ya pili ili tuweze kuingia kwenye hatua ya robo finali, lakini kwa sasa hivi tunakwenda vizuri kwa malengo na vile ambavyo tulitamani kuona burudani inapelekwa kwenye maeneo ya watu na watu wakashuhudia timu zao wakiwa majumbani vizuri. Mashabiki wanajitokeza na kwa sababu ndio mechi za kwanza zinachezwa kwenye makata yao,
Nafikiri ni ile hali ya mazoea. Watu wengi walikuwa wakiamini mashindano yoyote makubwa ya kiwilaya yanafanyika Kaitaba. Kwa hiyo ni kama wanapata surprise. Yes. Unakuta mechi inapoenda kuanza watu kama hawajaamini. Kwa wakati mechi inaenda kutamatika ndio sasa unaona mashabiki wamejaa. Kama mechi ya jana ya Kaololo, tulianza mechi saa 9:30 kwa ajili ya kuweza kuwahi watu wapate fursa ya kushuhudia dabi ya Kariakoo. Yes. Wakati mechi inakwisha mashabiki wanamiminika uwanjani. Yeah. Saa 11, saa 10:30 kipindi cha pili kinaanza, watu ndio wanakuja kujua mechi inaenda kuanza. Yeah. Saa 11:30 watu wanamiminika, wanajua sasa hapa mechi imefika katikati. Yeah. Sisi tunaondoka. Mwamuzi amemaliza mchezo, watu wanaondoka, mashabiki wanaingia. Yes. Kwa kweli mimi nashukuru kwa namna ambavyo tumeendelea kuisema michezo hii, michuano hii kwenye vyombo vya habari. Tunashukuru sana nyinyi. Mnafanya kazi kubwa na nzuri ya kuhabarisha umma na mapokeo yanaendelea kuwa mazuri. Naamini hatua ya pili ya Lala Salama sasa tutaweza kupata mwitikio mkubwa zaidi ya ule ambao tumeanza nao.